Hebu sasa tuendelee na Morning Trumpet, wakati ambao miezi kadhaa sasa nchini Afrika Kusini kumekuwa na changamoto kubwa sana, maandamano makubwa yakifanyika pale Afrika Kusini. Lengo kuu ni wananchi, baadhi ya wananchi wa Afrika Kusini wakitaka wananchi ambao wametoka katika mataifa mbalimbali barani Afrika warejee katika nchi zao. Sababu kubwa wakisema kuwa wanafanya kazi mbalimbali pale Afrika Kusini bila ya kuwa na vibali ambavyo ni rasmi kabisa. Leo hii hapa studioni tumetembelewa na mmoja Mtanzania ambaye alikuwa akiishi Afrika Kusini, na atatuambia zaidi kuhusu kile ambacho kilikuwa kikiendelea kule, lakini kwa namna gani Watanzania ambao wapo kule Afrika Kusini ni kwa namna gani wanaishi kule, na hali iliyotokea imewaathiri au haijawaathiri kwa kiasi gani. Mohamed Msangi, karibu sana Mohamed. Asante sana. Karibu sana Msangi. Asante sana. Tuambie safari yako ya kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini. Nini kilikuwa sababu? Sababu kubwa ya mimi kuondoka Tanzania kwenda South Africa ilikuwa ni kwenda kupambana kutafuta maisha, kwa sababu ya hali ya uchumi ya South Africa kidogo ilikuwa peko juu kipindi hicho. Ndio maana nilivutiwa na kwenda pale kutafuta maisha pale. Kwa nini Afrika Kusini, na uliona sehemu pekee ya kutafuta maisha ni Afrika Kusini tu? Labda niseme kitu kimoja. Kwa miaka ya nyuma, sisi ambao tuliondoka miaka ya nyuma kidogo kwenda South Africa, ndio nchi ya pekee ambayo ilikuwa rahisi kuingia ilikuwa ni South Africa, kwa sababu ni nchi ambayo iko katika bara la Afrika. Lakini ukija ukiangalia katika uchumi wake katika Afrika ilikuwa ponde nazidi nchi zote. Kwa hiyo asilimia kubwa wengi sana ambao walitutangulia pia walienda South Africa. Kwa na sisi ambao tukafuatia tukaona pale ndio pepesi kidogo kuingia kwenda kupambana, ndio maana tukaelekea South Africa. Yeah. Sasa na ili kuchukua muda gani kuishi South Africa? Nimeishi kwa muda mrefu kidogo. Nimeishi kwa muda mrefu kwa sababu tangu ulipoenda mwaka exactly sikumbuki vizuri. Sababu nilienda nikarudi. Kwanza first time niliondoka nikarudishwa. Okay. Alafu from there ndo nikatafuta passport document halali ndo nikaenda tena. Yeah. Mwanzo nilienda kwa njia ambazo za panya. Miaka hiyo tunapita Mozambiki. Okay. Yeah, Mozambiki. Kwa basi. Tulikuwa tunaunga. Mimi nilikuwa naunga. Tuliondoka kama watu 4 hivi. Okay. Yeah, mpaka niingia pale. Kwa unaenda sehemu, mnaenda mpaka sehemu fulani, mnatulia, mnaenda tena mpaka mnafika. Mpaka unafika. Sasa mnapofika kule mnapokelewa na kina nani, au mnafikia wapi? Unajua mimi nilikuwa nikiwa mdogo kidogo. Yeah. Miaka hiyo unajua yale maisha yetu kwamba fulani yuko South Africa ana maisha mazuri nini, unaona vitu kama hivyo ndio nasababisha mtu unaona bwana acha mimi niende, litakalitokea kule limetokea kule. Cha msingi ni kwamba tukitaka kule kuna baadhi ya Watanzania utawakuta kule Maumboi, watoto wa Temeke, watoto wa Mbagala, watoto wa Kinondoni, au sio? Kwa hiyo wale wanakuwa ndugu zako tayari. Kwamba ukishafika pale cha msingi kwanza unatafuta Maumboi. Watanzania wote wale ambao wanaishi nje, it doesn't matter wanaishi sehemu gani Tanzania, wametoka sehemu gani Tanzania. Kwa hiyo wale ndio watakupokea wewe. Utajitambulisha kwamba mimi ni Mtanzania, au sio bana? Utakuonyesha njia, kwa sababu pale sio kwamba unapokelewa eti kwamba unaishi pale, unaonyeshwa njia. Kwa bana sisi hapa tunaishi na njia ndio hii. Kwa hiyo unatafuta na wewe riziki kwa njia ambayo utajua wewe sasa. Na safari ya kwenda South Africa inakuwaje? Changamoto zake ni zipi? Hiyo ya kwanza ambayo ulienda bila ya kuwa na kibali chochote. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu kumbuka kwamba unajua unatumia kwanza muda mrefu sana mpaka unafika South Africa, zaidi hata ya mwezi. Kuna wengine wanatumia miezi miwili kwa sababu unakuwa na stuck njiani. Sometimes ile yenyewe inakuishia, inabidi uanze kufanya vibarua njiani Mozambiki huko kutafuta hela, unaona? Ndio maana kuta watu wengi sana ambao walikwenda kwa njia hizo ambazo za panya. Kuna wengine walikufa njiani, au wengine waliugua njiani, wengine walishia jela, wengine walifungwa Mozambiki, unaona bana. Wengine ndio hivyo walitoboa wakafika. Lakini pamoja na kufika kule, kwa sababu tayari unakuwa una vibali, una documents, unakuwa survive. Matokeo yako unakuwa unashikwa tena, unarudishwa tena nyumbani Tanzania. Unaona bana. Na hapo ndo nikapata akili, nikatafuta vibali sahihi, ndo nikaenda tena. Na hapo kwenye kurudishwa, unakuwa unarudishwa katika mazingira gani? Unarudi njia ulioendea au unarudishwa kwa njia rasmi sasa? Hapana, unapokuwa unakamatwa kule kwa kosa la kutokuwa na vibali, kwanza kabisa kuna kufungwa, unajua. Unakwenda mahakamani, unashtakiwa. Unaona miaka hiyo kuna fungo labda miezi 6, inategemea mpaka mwaka, unaweza kufungwa. From there ukimaliza kifungo chako unapelekwa sehemu moja inaitwa Lindela. Ni sehemu ambapo wanakuwa wamekuwa watu tofauti.
nchi tofauti tofauti wamekuwa mule kwa sababu ya kurudishwa pia nyumbani kwao. Kwa unapelekwa Lendela unasubiri mpaka uje usainiwe na balozi, utambulisho wako ukamilike kwamba kweli wewe ni Mtanzania au labda ni Mozambiki. Unaona, from there unarudishwa Tanzania na ndege ya Umoja. Tunapenda kuita ndege ya Umoja kwa sababu ni ndege ambayo unakuwa hulipi chochote. Okay. Ya kufika Tanzania hapa basi Wizara ya Mambo ya Ndani unapelekwa moja kwa moja. Kwa wale ambao walikwenda South Africa, kwa sababu kule Lendela kuna watu wengine ambao sio Lendela na wote wana vibali. Kuna wengine wanakuwa wamefungwa. Unaona, mtu anatoka jela, akitoka jela naye anapelekwa Lendela vile vile. Lakini ukuta naye pia alikuwa na kibali kwa sababu tatizo ni kwamba alikuwa amefanya matukio katika nchi ya watu, lazima arudishwe nyumbani kwao, kwa mnakutana wote mule ndani. Ndio maana ukifika Tanzania hapa kuna mchujo. Mchujo unafanyika wapi? Unafanyika Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwamba bwana uliondoka vipi? Mimi niliondoka na passport. Passport unayo? Passport sina. Okay, fine. Namba za passport unazikumbuka? Nazikumbuka. Unataja namba zako za passport, wanakuwa wanaangalia kwenye system. Wakikukuta kweli uliondoka na passport, basi kwa hapa Tanzania unakuwa huna kesi. Kwa sababu wanachokiangalia ni kwamba uliondoka vipi Tanzania. Yeah. Kwa kama ulikuwa umeondoka na kibali, basi wewe unakuwa kuna vitu, kuna makaratasi una sign unaachiwa. Kwa yule ambao ulijump sasa border, ndio unapelekwa mahakamani Kisutu. Pale Kisutu sasa ndio kuna kufungwa sasa tena pale. Kwa ukimaliza kufungwa South Africa, ukirudishwa hapa unafungwa tena. Ukimaliza kufungwa South Africa na hapa tena unakuja unafungwa. Yeah. Ukija hapo ukipokelewa unafungwa. Kifungo kinategemea, unajua unaweza kufungwa mwaka mmoja, unaweza kufungwa miezi 6, unaweza kufungwa miezi 3. Kwa kuna kifungo na fine. Unaweza kulipa fine na hilo swali liko mpaka sasa hivi. Sio kwamba ni kipindi hicho cha nyuma, mpaka dakika hii, na maana hao wanarudishwa na ndege ya Umoja kutoka Lendela mpaka Tanzania, wanapelekwa mahakamani. Kwa wale ambao waliondoka Tanzania bila vibali, wale wanakwenda jela. Otherwise walipe fine. Haya yote wewe uliyapitia? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba first time wakati narudishwa hapa mimi nilitoka mapema sana kwa sababu nililipiwa fine, nikatoka. Sasa umesema kwamba wakati unaenda ulikuwa unavutiwa na watu ambao walikuwa unasikia kwamba wana maisha mazuri. Exactly, lakini msingi ukifuatilia miaka ya 90 na mwanzoni mwa miaka ya 2000 kulikuwa kuna wimbi kubwa sana la watu kwenda South Africa. Yeah. Ni kweli kwamba wewe binafsi ulishuhudia kama kuna mtu alifanikiwa tu kwa kwenda South Africa? Wapo waliofanikiwa kwenda South Africa ni wengi sana brother. Tatizo ni kwamba unajua kwa sisi Tanzania, unajua wasilia wa South Africa mtu anaweza kauelezea endapo ameishi South Africa. Lakini kwa wale ambao wameishi nyumbani kuelezea wasilia wa South Africa na kwa ngumu sana. Na ndio maana kuta sometime moja unakuta tunaweza tukaangalia watu katika mitandao wanakuwa wanaandika kuna comment kuhusu maisha ya South Africa, lakini yeye hajaje kufika South Africa. Sasa hatuwezi kubishana kutokana kwamba nini, kwa sababu unaona matukio yanayotokea South Africa ya watu. Lakini wewe tupe uzoefu. Kitu gani ambacho kipo kule ambacho kwa Tanzania hakipo, ambacho kinawafanya watu wengi wakakifuate huko? Mimi nadhani kikubwa sana kwa sababu ya economy. Uchumi wa South Africa uko juu. Kwa hiyo hata hela yake pia ilikuwa ni rahisi kuipata. Alafu hela yake pia ilikuwa na thamani tofauti na pesa yetu sisi hapa. Kwa hiyo South Africa ulikuwa ukipata, ukiangalia kwa South Africa labda randi 100, randi 100 sasa na 1016 mpaka 1017 ya Kitanzania. Unaona, hicho ndio kikubwa ambacho kinasababisha watu wengi wakimbilie pale na kutafuta pesa kuja kufanya mambo ya muhimu nyumbani Tanzania kwa sababu ya economy, kwamba uchumi wala mabwana uko juu. Na wewe kwa namna moja ama nyingine ulifanikiwa kupata kile ulichokitaka ama kuna namna unajutia kwa kufanya hiyo safari? Kwa ufupi, mpaka dakika hii viko ambavyo navijutia na viko ambavyo sivijutii. Ukiangalia katika maisha yangu yote ambayo nimeishi katika ile nchi, kwa sababu ile nchi mimi nimeishi nikiwa nimeoa ile nchi, niliwa mwanamke wa Kizulu. Okay. Tena kwa ndoa kabisa, na nikafanikiwa kupata watoto wawili wa kike na wa kiume. Wa kwanza anaitwa Hindu, wa pili anaitwa Junior. Okay. Mpaka dakika ninavyozungumza wako kule South Africa. Wako Durban pale. Na mama yao? Na mama yao ndio. Sasa kuna namna ambavyo labda mnaweza wakaja Tanzania kuungana na familia kwa ujumla, ama changamoto iko wapi hasa kwenye kuunganisha familia? Watoto wangu walishakuja mara moja, nilishawaleta hapa mara moja na mama yao. Lakini kukatokea changamoto nyumbani kidogo baina ya mwanamke wangu na mama yangu mzazi kwa sababu ya lugha. Unajua mama zetu wa zamani hawa wanapenda mwanamke ambaye wataongea naye lugha moja. Ili akimtuma kijiko, akimtuma kuni. Hiyo ndio changamoto ilitokea baina ya mamangu mimi na mwanamke. Kwa sababu mwanamke wangu alikuwa anaongea Zulu na English only. Understand? So kwa hiyo mama ile lugha kidogo. Kwa hiyo alikuwa ukiwaacha kutwa nzima wanakaa wanaangaliana tu. Kwa hiyo mama alikawa anapushi sana nitafute mwanamke wa Kitanzania. Lakini sasa unajua na mimi nilikuwa nampenda mwanamke wangu, nilikuwa hamna sababu ya kumleta tena Tanzania. Ni bora kae zake wapi South Africa, utaona kwamba anaona nyumbani huko kidogo ni mtihani. Umetuambia mara ya pili ulirudi ukiwa na vibali rasmi.
Kwa hivyo sasa una uwezo wa kukaa South Africa kwa muda wowote. Una makazi huko, una kazi ambazo unazifanya huko na tayari umetuambia una familia. Yaani hali yako ya sasa ipoje? Mimi nina uwezo wa kurudi South Africa muda wote, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kila mwaka huenda nikaenda South Africa karibia mara 3 mara 4 ndani ya mwaka mmoja, naenda narudi. Tofauti na miaka nyuma kwamba nilikuwa naweza nikaenda nikajisapia tu, lakini sasa hivi naenda narudi. Na kikubwa zaidi sasa hivi nakwenda kutokana na issue ninazofanya. Mimi ni mmoja wa viongozi wa Tanzania South Africa. Pia ni mwanaharakati wa kujitegemea kusaidia Watanzania South Africa. Actually wale watu ambao wanatumia madawa ya kulevya wanawarudisha nyumbani Tanzania kupitia wazazi wao. Kuna wagonjwa na warudisha nyumbani Tanzania kupitia wazazi wao. Yaani naongea na familia, bwana kuna ndugu yenu yuko mji fulani ana matatizo ya akili whatever, kwa mimi nakwenda kumchukua na kuja naye nyumbani. Either kwa ndege au kwa basi. Nategemea kwamba huyo mtu yuko katika condition gani. Kwa sababu kuna wengine condition yao uwezo ukatumia ndege kumleta nyumbani. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa inanifanya mimi nakwenda na kurudi. Ukizungumza kuhusu swala la dawa za kulevya, Watanzania wanaishije huko Afrika Kusini kiasi kwamba chanzo ni kwenda kutafuta maisha, kwenda kujiweka vizuri kiuchumi, lakini wengine inasemekana wanadumbukia kwenye hilo wimbi la dawa za kulevya. Tukapozungumzia madawa ya kulevya, tunazungumzia madawa ya kulevya, unajua tunazungumzia dunia nzima kwa ujumla, kwa sababu hakuna sehemu yote pasipokuwa na madawa ya kulevya. So hata nyumbani hapa Tanzania watu wanavuta madawa ya kulevya ninavyoona wengi tu. Tazama kwamba South Africa kuna wimbi la wavutaji wa madawa ya kulevya kutokana na ile nchi jinsi ilivyo. Unaona ile nchi imebeba mataifa yote ya Afrika. Ile nchi imebeba mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo tuko pale watu mchanganyiko. Kwa hiyo kila mtu anafanya biashara ambaye anaamua kuifanya yeye. Na ndio maana ukuta sasa kumekuwa kuna wimbi kubwa la uvutaji wa madawa ya kulevya. Na hilo wimbi la uvutaji wa madawa ya kulevya sio kwa Tanzania tu. Ni kwa nchi zote. Wako wa Mozambiki wanavuta madawa, wako wa Somali, wako wengi tu wanavuta madawa ya kulevya. Lakini kwa nini sasa mtu ambaye ameenda kujikwamua kiuchumi aingie kwenye wimbi la dawa za kulevya? Sio wote wanaingia kwa madawa ya kulevya kwa sababu ya kupenda. Jambo la kwanza, wengine wanaingia kwa sababu ya stress za kimaisha. Mwingine anaingia katika madawa ya kulevya kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu unaweza kuwa na mwanamke nchile ukakuta, mimi alinikuta before, kuna mwanamke wangu wa kwanza nilikuwa naishi naye alikuwa anavuta madawa, kwa sababu nakuwa mjui mwanamke wako kama labda anavuta madawa, kwa sababu wengi wanavuta madawa kule, wengi ni mateja smart, wengine unaona mtu ana pesa lakini anavuta madawa kulevya. Kwa hiyo mwanamke unajua sometimes unamridhisha mwanamke wako, usiku labda ameweka line zake 3 4 anakupa line moja na usniff. Sasa unafikiria mimi nampenda mke wangu nitafanyaje? Unapiga line moja na unajua madawa yaonjwi, tofauti na vitu vingine. Ukionja naye humo, kesho line moja, kesho kutwa line 2 3 4, mara gari limewaka mara limeingia mtaroni. Ndio mambo kama hayo, umeona vitu kama hiyo. Kwa hiyo sasa naweza ngasema watu wanaingia kwenye madawa kulevya kwa njia nyingi tofauti, na sio wote wanaingia kwa sababu ya kupenda. Na ndio maana tunashauriwa kitu kimoja, labda niwaambieni kitu kimoja ambao watu wengi hawajui. Mtu yote ambaye ni mteja huwa achekwe, kwa sababu sisi tuna vizazi vyetu ambavyo tuna watoto wetu huko nyuma. Right now mimi na watoto South Africa, wanaweza kaingia katika ile dimbi la madawa kulevya vile vile. Kwa hiyo mtu anapoingia katika madawa kulevya, cha msingi ni kupambana kumsaidia, kumtoa katika madawa kulevya. Ndicho ambacho nakifanya mimi right now. Na wewe uliepuka vipi kuingia kwenye huo mtego? Naweza nikasema kitu kimoja kama alivyosema kwamba kwanza inategemea na akili yako jinsi ilivyo wewe mwenyewe, kwa sababu kumbuka kwamba sio wote tunafanya kiakili. Kila mtu ana akili zake na kila mtu ana stress zake. Stress hazifanani brother. Mwingine anaweza kaa labda alichukuliwa mke wake, alichukuliwa labda demu wake, maisha yetu ya kule, si unajua bana. Sasa nakuta anashindwa kuhandle ile situation. Bana ngoja mimi nivute tu kutoa stress. Kwa sababu ukivuta na umo unajua. Kwa hiyo kila mtu na akili yake, na pia kuacha kuvuta madawa pia ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, naweza nikasema, kwa sababu ni nchi ambayo ina vishawishi. Kuacha madawa tu, kuvuta nini wanaita sigara, pombe, vitu vingi, kunywa pombe, vitu vingi tu. Sawa kabisa. Ukijaribu kuangalia maisha ya Afrika Kusini, kumekuwa na watu kama ulivyosema, watu ambao hawajaenda inawezekana wana mtazamo tofauti kuhusu kinachoendelea, hasa katika mawimbi ambayo yameonekana hivi karibuni ya kuwafukuza watu ambao sio wazawa, wakiita xenophobia. Sasa ni kweli kwamba wale watu wanafukuza watu wasio na vibali, yani chuki yao ni dhidi ya mtu kukaa South Africa bila vibali, ama chuki yao ni dhidi ya mtu yoyote tu ambaye sio mzao wa Afrika Kusini? Hilo swala unajua la South Africa kufukuza watu wasiokuwa na vibali sio kweli. Wa South Africa right now hawamhitaji mtu yoyote yule katika nchi yao. Ambaye sio mzao. Uwe na kibali, usiwe na kibali, wao hawakuhitaji. Ambaye sio mzao. Ambao sio mzao pale.
uwe Nigeria, siwe Ivory Coast, siwe nani, wale hawakuhitaji. Ina maana hata ukiwa na kibali ukitoa ukaonyesha, bado vile vile wataku harass kwa njia moja au nyingine, lakini hawatakufukuza. No, hawatuhitaji. Hawatuhitaji. Ndio maana sisi tunakuwa tunawakwepa, kwa sababu sasa hivi na maana wanaishi maisha ya South Africa, unamkimbia polisi, unamkimbia na raia. Unaona? Sasa kama una kibali, kwa nini hawakuhitaji wakati umeenda pale ukiwa rasmi kabisa, umerasimishwa? Unajua kwa nini hawakuhitaji? Kwa sababu tayari wao washaingia katika mfumo wa kuwafukuza wageni, kwamba wanaona kabisa kwamba labda wanachukuliwa kazi zao. Wageni wamekuwa wakiwa na maendeleo zaidi ya wao. Unaona, kwa sababu tukumbuke kwamba ile chuki ambayo inafanyika ni kwamba ni chuki tu ambayo kwamba kwa sababu tayari wageni wameshajikita pale katika ile nchi na wamekuwa na maisha yao, unajua kitu ambacho South Africa hivyo vitu hawana, kwa sababu kumbuka kwamba South Africa walikuwa ni wavivu katika ufanyaji wa kazi maisha yao yote, walikuwa wanaletewa kila kitu wale watu. South Africa before zamani ile nchi ilikuwa ina njaa, wale walikuwa wanapewa chakula bure, hamna kulipa umeme, hakuna kulipa maji, kitu ambacho sasa hivi unajua uchumi wa South Africa umeshuka. Sasa hivi watu wanalipa kodi, wa South Africa wenyewe wanalipa kodi, wanalipa maji, wanalipa umeme. Sasa ndio kitu ambacho unashangaa maisha yamebadilika kama hiyo. Ina maana hao watu waliokuja hapa ndio sababisha sisi yote atukute majanga. Kumbe ni yale ya maisha tu ya kawaida ambayo imetokea dunia nzima, uchumi umeshuka sasa hivi. Kila mahali maisha ni magumu brother. Yeah. Sasa katika hilo sasa hebu tumsikilize Fortunatus Kasomfi ambaye ni Mtanzania, yuko Afrika Kusini, amekuwa pia mwandishi wa habari kwa muda mrefu katika taifa hilo. Fortunatus, habari za Afrika Kusini na karibu sana. Asante, habari za hapo studio, habari pia watazamaji wetu. Habari ni njema kabisa. Vipi Johannesburg, bila shaka sio? Hali ikoje? Kwa sababu kumekuwa na hofu kuhusu haya ambayo yamekuwa yakiendelea, na tumeanza hapa kuzungumza na Msangi ambaye yeye ameishi huko muda mrefu, ametupa uzoefu wa maisha ya huko. Lakini sasa hivi hali ikoje? Maisha yakoje kufuatia ili wimbi ambalo limetokea la kuwafukuza watu ambao sio wazao wa Afrika Kusini? Kwa ujumla ni kwamba wimbi hili limeleta sintofahamu kubwa ambayo imepelekea kwamba pande zote mbili sasa zinakuwa zikiangalia kwa wageni na pia wenyeji, kwa sababu wenyeji pia wameanza kuona ile umbwa kubwa la kutokuwepo watu ambao hapo awali walikuwa wakiishi nao. Kumbuka kwamba katika maisha ni kwamba binadamu sisi ni viumbe ambao tunategemeana na tunaishi kwa maisha ambayo yanahitaji uwepo wa fulani uweze kumsaidia mwingine ili aweze kwenda katika eneo moja au lingine, na kuhakikisha kwamba katika kufanikisha maisha ya siku zote ni lazima tuweze kuishi kwa kushirikiana. Sasa unakuta kwamba idadi kubwa ya wageni ndio hasa walikuwa watu ambao wakichangia kwa namna moja au nyingine kufanikisha au kuhakikisha kwamba kuna biashara au kuna mzunguko fulani wa maisha unakuwepo kwa sababu ya uwepo wao. Sasa kuto kuwepo kwa hawa au kuwepo kwa hofu, kwa sababu kuna wengine ambao pia bado wangali wako katika nchi hii lakini hawatoki sasa hivi, yani kutembea kumekuwa ni taratibu kidogo, basi kumekuwepo na upungufu wa namna moja au nyingine ya baadhi ya huduma na vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vikiwepo, kizungumzia kuhusu biashara ndogo ndogo au masuala mengine ya kijamii ambayo yalikuwa yakionekana, ambapo wageni walikuwa wana nafasi kubwa ya kutembea na kuwa na uhuru wa kuweza kufanikisha au kufanya mambo yao. Sasa kwa hivi sasa kidogo kumekuwa na mtikisiko, kwa sababu watu wamekuwa na hofu. Kuna hofu kubwa imetanda kwa namna moja au nyingine. Sasa Kasomfi, hili swali niliwahi kukuuliza wakati ambao maandamano ndio yameanza, lakini kwa wakati unaweza ukanijibu vizuri zaidi. Wakati ambao idadi kubwa ya watu ambao kutoka mataifa mbalimbali wamesharejea kwao, Waafrika Kusini wenyewe wanaweza kusimama kwenye nafasi ambazo watu kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wakisimama? Wanaweza kufanya biashara walizokuwa wakizifanya, wanaweza kufanya kazi walizokuwa wakizifanya na kupata kile ambacho kimewafanya waende barabarani kukitafuta? Asante. Hapo awali nilishai kujibu na naendelea kulijibu kwamba wanasema siku zote kwamba hakuna binadamu au hakuna nchi ambayo inabaki kama kisiwa. Ni kwa sababu tunaingiliana, na katika mwingiliano huu ndipo tunapoweza kusoma, ndipo tunapoelimika, ndipo tunapopata ustaarabu wa kufanya mambo na kuhakikisha kwamba tunatekeleza kile au zile azma za
binadamu kama binadamu. Sasa Waafrika ya Kusini kitamaduni, jinsi walivyo wao, hawakuwa watu wa biashara sana, hawakuwa watu kufanya kazi kihivyo. Kwa hiyo kwa hivi sasa wanaona kuna upungufu mkubwa wa aina fulani ya biashara, aina fulani ya msukumo wa mafanikio, kwa sababu wao walikuwa ni watu wa mapokeo zaidi, hawakuwa watu kufanya mambo wenyewe kama wenyewe. Sasa kwa kifupi, naweza nikasema kwamba walihitaji au wanahitaji, na kuna wengi ambao wamekuwa wakiamini kabisa kwamba uwepo wa wageni ilikuwa ni sehemu au ilitakiwa wao waweze kusoma au kujifunza namna gani wale raia wa kigeni walikuwa wakiweza kuyaendesha maisha yao. Sasa hili moja kwa moja linaonekana sasa hivi kwamba kuna sehemu kubwa sana ya Afrika Kusini imekuwa ikiteteleka au ikishindwa kusimama kwa sababu hawajapata ile uwezo wao kama wao wa kufanya mambo wao wenyewe kama wenyewe. Nikizungumza hivi ni kwamba wakati zinafunguliwa maeneo kama vile saluni za kuweza kunyoa au kuweza kusuka nywele na vitu kama hivyo, wao walikuwa hawaangalii kama ni sehemu ya wao kupata fursa. Walikuwa wakiona kwamba hizi ni shughuli za wageni. Wakati wageni wakiwa wanapanga biashara barabarani nje, kuweza kupanga nyanya, vitunguu, matunda na vitu kama hivyo, wao walikuwa wakiona kwa hii ni sehemu ya wageni tu wanafanya. Sasa kwa hivi sasa wao kuzivamia hizo fursa imekuwa sasa wakati mwingine pia ni sehemu ambayo hata wao kwa wao sasa wanakuwa sasa wakivutana, kwamba mtu anakuwa na biashara pale, hajui wapi ataenda kujumua biashara hiyo, hajui atapanga vipi bei hiyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tayari hili limeonekana dhahiri kwamba hawakuwa wamejifunza, au ni ngumu sana kuweza kumtoa mtu fulani katika sehemu fulani uhakikisha kwamba unaichukua wewe wakati wewe hukuwa tayari kulifanya jambo hilo. Kwa hilo sasa, Kasomfi, unaona uchumi wa Afrika Kusini ukibebwa na Waafrika Kusini wenyewe, au hapo baadaye ama miaka kadhaa baadaye wanaweza wakahitaji hizi akili kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika zirejee tena Afrika Kusini kuja kuwasaidia? Naona mtandao wake umekuwa na changamoto. Yes. Kinatarajia kwake na hilo kuja kulijibu zaidi, lakini tumesikia anatuambia hali jinsi ilivyo. Maanake ni kwamba kwa uzoefu ambao unao ukiwa naishi kule, haya mambo yalikuwa yanaibuka yanapotea, sio? Yeah. Unadhani kitu gani ambacho naona Kasomfi amerudi. Kasomfi, umelipata vizuri swali langu? Mjadala mpana hivi sasa. Swali langu limekuuliza kuwa unaona uchumi wa Afrika Kusini ukibebwa na Waafrika Kusini wenyewe kwa miaka hapo baadaye, ama watahitaji akili za Waafrika kutoka nchi tofauti tofauti warejee tena nchini kwao kuja kuwasaidia? Naam, ni swala ambalo liko mezani hivi sasa. Wamekuwa wakizungumza na ni mjadala mpana ambapo hata Rais Cyril Ramaphosa amekuwa akielezea kwamba keki ya Afrika Kusini ni kubwa, na keki ya Afrika Kusini haizungumzi kama keki ya Afrika Kusini, tunazungumza kama Afrika. Hauwezi kufanya jambo ukiwa wewe mwenyewe, isipokuwa tu alichokuwa anaendelea kusisitiza ni kwamba raia wa nchi zinginezo waweze kufuata sheria na kanuni na katiba ya Afrika ya Kusini ili kusudi kile ambacho kiko ndani ya Afrika ya Kusini kiwanufaishe wa Afrika ya Kusini na wakazi wengineo walioko ndani ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ni ngumu sana kwa wao kama wao kuweza kusimama peke yao, kwa sababu tayari kunakuwa hauwezi ukafanikisha zoezi iwapo utafanya wewe ukiwa pekee. Kwa hiyo bado wa Afrika ya Kusini wanahitaji mataifa mengine, wanahitaji hawa watu wa kimataifa ili waweze kuyapeleka masuala yao katika kufikia maendeleo. Sasa Msangi, nitaka pia kukuuliza kuhusu haya yanayoendelea na uzoefu wako pia. Yeah. Kutoka moyoni, bado ungemshauri kijana wa Kitanzania kwamba anaweza kuenda Afrika Kusini kutafuta maisha? Hapana, mimi kila siku naeleza ingawa ukweli wa haupendi. Yeah. Ya kwamba sasa hivi sio muda sahihi wa kukimbilia tena South Africa kutafuta maisha. Walioko acha waishi, waendelee kupambana. Lakini ambao hawajawahi kufika South Africa waangalie nchi nyingine za kwenda, kwa sababu nchi ziko nyingi tu za kwenda, kwa sababu South Africa ile ya zamani sio ya sasa hivi, imebadilika sana. Vipi kuhusu kijana wa Tanzania kusalia hapa nchini na kuzitafuta fursa za ndani fursa ndani ya taifa letu?
Mimi unajua, kwa sababu ni mwanaharakati, huwa sipendi kuwaingilia vijana maamuzi yao binafsi. Mwenye kutaka kutoka aende akapambane nje ya nchi atoke, mwenye kubaki achabaki. Kwa sababu kila mtu ameandikiwa kupata riziki sehemu yake husika. Unajua, unaweza ukaishi hapa nyumbani ukapata maisha yakaendelea, na unaweza ukatoka nje ya nchi maisha yakaendelea. Unaweza ukatoka nje ya nchi na usifanikiwe vile vile, na mtu aliyekuwa nyumbani akafanikiwa. Yote mpangaji ni Mwenyezi Mungu. Cha msingi tu ni kwamba tupambane katika maisha. Yeah. Sure. Sasa Kasomfi, wewe binafsi ungeweza kushauri kijana wa Tanzania hivi sasa kwenda Afrika Kusini kutafuta maisha? Mimi binafsi naungana na Msangi. Unajua, katika masuala mazima, miaka mingi ambayo tumeishi sisi, tulienda vijana wadogo na tunakuwa katika kuona hili jambo likibadilika kutoka sehemu ya mafanikio mpaka sehemu ambayo tunaona hapa kuna mkwamo fulani wa maisha. Naweza nikasema kwamba ni wakati wa vijana kuweza kuangalia fursa ambazo ziko nchini Tanzania, wazichukue hizo. Lakini pia ni wito kwa serikali kuweza kutambua kwamba ni kwa nini vijana au ni namna gani vijana wanatakiwa sasa wabaki nyumbani, waweze kujenga taifa la nyumbani pasipo kufikiri sehemu nyingineyo. Nakumbuka wakati tunakuwa sisi, ilikuwa hata kula kwa jirani ni lazima uwe makini sana. Mama, wazazi mara nyingi walikuwa hawapendi ukale wapi. Ukiwa umekuja nyumbani lazima ule. Kama umekula huko ugenini au umekula sehemu nyingine, ni lazima useme ni kwa nini umefanya hivyo. Sasa ni wakati wa serikali kuweza kutambua na kuona zile fursa za vijana ziweze kuwekwa wazi, na vijana waweze kupewa nafasi ya wao kuweza kutumika au kutumia zile fursa ambazo ziko nchini. Siwezi kumshauri kijana wa Kitanzania aweze kuja huku. Ni kwa nini sisi tupo huku? Ni kwa nini wengine wako huku? Familia, wengine wana watoto, wengine wameshakuwa, yani ni maisha ya muda mrefu. Lakini kwa leo ukasema uyaanze maisha ambayo tulianza sisi katika nchi ya sasa ya Afrika Kusini, itakuwa ni ngumu sana kwa kijana wa sasa. Asante sana. Huo ni uzoefu wa Kasomfi ambaye amekaa miaka zaidi ya 25. Yes. Pamoja na uzoefu wa Msangi. Msangi miaka nafikiri itakuwa mingi kidogo. Maana anazungumza watoto, mke, inafika 30. Hapana, ifika 20 na hivi. 20 na unaona. Wote hao kwa kauli moja wamesema wangeshauri. Na amesema vizuri kwamba hakuingilii kwenye maamuzi yako, lakini anashauri utafuta sehemu nyingine. Yani kwa kweli, sababu nchi ziko nyingi. Iko Botswana, ziko nchi nyingi, Angola. Lakini angalau kidogo umeopoa. Zulu. Tunawashukuru sana. Ni matatizo Tunawashukuru sana na tunapokea shauri zao. Tumezungumza harakati za maisha na mikasa ya Afrika Kusini, ambapo tumepata uzoefu kutoka kwa Mohamed Msangi, Mtanzania ambaye ameishi muda mrefu kule Afrika Kusini, lakini pia tumepata hali ilivyo kutoka kwa mwanahabari ambaye yuko pale Afrika Kusini, Fortunatus Kasomfi. Sasa tupate habari.